Asante sana mama maombi. Mungu nikaribisha madhabahuni. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. Hakika Mungu ni mwema. Ametulinda, ametuhifadhi. Kufika siku ya leo si kawaida yetu, bali ni Mungu amependa tufike mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Maana ni wengi wakati huu wa leo, wengine wamesema ni weekend, wanasema wameenda kuenjoy. Bwana Yesu asifiwe. Lakini wewe enjoy sasa ni wewe unayesikiliza baba yako wakati una majira haya. Kwa maana Mungu alikuumba ili ukapata kumsikiliza neno la Mungu. Kama vile kuona baba wa dunia hii, anapenda watoto wake wamsikilize ili awapatie direction ya maisha. Ishini hivi wanangu ili mpate kufanikiwa. Vivyo hivyo Mungu mzazi, maana yeye ni mzazi wetu wa wote. Yeye ndiye aliyetuumba na tunenda katika dunia hii. Kwa hiyo Mungu leo ni chakula ni fungu nzuri. Jipigie makofi na usalimie jirani yako. Usalimie jirani yako kwa bega, karibu katika nyumba ya baba yetu. Tuko katika nyumba ya baba. Feel free. Hapa yuko kwa baba yako. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa ndani ya kanisa la Mungu, kuwa free. Kila ambacho baba yako anakuambia, kuwa. Bwana Yesu asifiwe. Usikue na kulalamika. Mtoto mtulivu chochote anachoambiwa na mzazi wako, anaridhika na anatabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo tabasamu ni kwa ajili ya siku ya leo. Wewe kwa kitendo umekasirishwa na majirani wako na penzi na vitu vidogo vidogo, watoto wanapigana. Hiyo sababu, Bwana Yesu asifiwe. Uko katika nyumba ya baba yako. Na sisi baba yetu alikuwa tusikasirike. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo usikubali kukasirishwa na vitu vya dunia. Usikubali kukasirika na vitu vidogo vidogo vilivyo background yako. Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe pamoja. Kwa hiyo utabasamu kila wakati. Mungu anatuambia kwamba unapotabasamu unachangamsha uso. Kuna tofauti ya mtu aliyekasirika na mtu anayetabasamu. Bwana Yesu asifiwe. Baba yetu alituachia amani, hakatuachia huzuni. Tutaenda kufundishana. Katika kitabu cha Mithali 1 kuanzia mstari wa 23. Kabla ni ingia kwa neno wacha niamini na niombe. Kristo Bwana wangu, Mfalme wa wafalme, unaona ni vyema wakati na majira haya Bwana. Umenipa kibali cha kusimama matakatifu pako ili ukanitumie kuongea na watoto wako Bwana. Ninachokuomba, ninanyenyekea chini ya miguu yako. Utakwenda ukanitukuza wewe ndani yangu. Jinsi ulivyonipatia kibali. Ikawa si mimi Bwana nitakayeenda kunena maneno yangu, bali utapata kunena mwenyewe sawasawa na mapenzi yako. Hawa ni watoto wako na mimi ni chombo chako Bwana. Nitumie jinsi utakavyo, ni kwa ajili yao. Na ni katika jina la Yesu Kristo ninaomba na hata kuamini. Amen. Karibu msomaji. Amen. Kitabu cha Mithali mlango wa kwanza kuanzia mstari wa 23 inasema, geukeni kwa ajili ya maono yangu, tazama nitawamwagia roho yangu na kuwadilisheni maneno yangu. Endelea. Kwa kuwa nimeita nanyi mkakataa, nilionyesha mkono wangu asiangalie mtu, bali nimebatilisha shauri langu, wala hamkutaka maonyo yangu. Mimi nami nitacheka siku ya msiba wenu, nitadhihaki hofu yenu ifikapo. Hofu yenu ifikapo kama tufani, na msiba wenu ufikapo kama kisulisuli, dhiki na taabu zitakapowafikia. Endelea. Ndipo watakaponiita, lakini sitaitika; watanitafuta kwa bidii, wasinione. Kwa kuwa walichukia maarifa, wala hawakuchagua kumcha Bwana. Hawakukubali mashauri yangu, wakayadharau maonyo yangu yote. Bwana Yesu asifiwe. Yesu hapa anaanza kunena na sisi akituambia ya kwamba tukiamke kwanza ni kwa ajili ya maono yake. Bwana Yesu asifiwe. Kuna mtu anayegeuka kwa sababu ya maono ya Mungu. Anaheri wakati rafiki atakapolia Mungu atamsikiliza. Lakini ole ni kwa mtu anayesikiliza maono ya Bwana alafu anapuzilia mbali. Bwana Yesu asifiwe. Mtu ambaye hali hapa mtu kama huyo ambaye anataka
amri ya Mungu. Asifiwe Mwokozi. Hatufai kupuuzia maonyo ya baba yetu. Yeye baba yetu aliyetuumba. Zaidi ya yote, ametuweka katika hapa chini ya jua ili tukatembee kama vile anavyotaka yeye. Tena kwa wingi wa rehema, akatuma watumishi wake wote wasimame na sisi. Na mtumishi wa kushika mkono. Bwana Yesu asifiwe. Tunaona mahali fulani katika kitabu cha Samueli. Alikuwa ukali wa Bwana. Aliomba sana. Aliomba. Lakini asingeweza kumpata mtoto Samueli. Asingepokea karama kutoka kwa mtumishi wa Mungu. Alitamkiwa na Eli mahali pale. Na kama alikuwa anaangalia mwanangu mpaka nikakuona nikanakuwa umelewa. Lakini kwa sababu ya kuwa Mungu alikuwa amemlinda moyo wangu mbele za Bwana. Basi kapokea kile unacholilia. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo watumishi wa Mungu kutumia Mungu watuone sisi watoto wa Mungu. Baba yetu anatupenda tena anatujali. Kitabu cha mtumishi Bwana amesimama mahali. Kuna mahali anakutisha na Mungu. Ili hata kitu akisimama akiona jaribu kiasi gani. Ama yeye Mungu angemtoa mahali. Asifiwe Mwokozi. Tukiangalia mfano wa Musa. Musa alikuwa mtumishi. Alikuwa anakimbia huku nyuma anatafuta kuliwa. Alikuwa anataka kuangamiza. Mungu akampitisha ni kwa sababu ya kuwa yeye moyo wa ujasiri. Lakini akamtoa akampeleka kule alikonipeleka. Mpaka yule aliyekuwa anitafuta kimama akafa yeye. Na Mungu akarejesha tena mahali hapo. Tena zaidi ya yote, alionyesha miujiza mingi. Moyo wangu unabadilika. Kufikia wakati mkono wa Musa ukabadilika. Ilikuwa ni muujiza Mungu anaonyesha Musa. Ilikuwa anamwamini Mungu. Ili aweze kuwatoa wana wa Israeli katika nchi ya utumwa. Kufikia wakati Musa ile fimbo aliyokuwa anaitumia kuchunga kondoo za Mungu wake. Ile Musa haikuwa fimbo ya kawaida. Ilikuwa ya Mungu. Unataka kueleza vitu vyote vya maadui vinavyotumwa vikifika kwa Musa vibanzi kwa sababu anaye Mungu aliyemtoa mahali. Kwa hiyo tunapoenda katika hekalu la Bwana, tufanyie kazi yale maono. Tufanyie kazi kila funzo tunalofundishwa. Usipuuzie mtu yeyote anayekufundisha ni kwa kupitia neno la Mungu. Yeyote hata kama ni kutoka Sunday school. Bwana ni neno. Umetengeneza njia yako na Bwana. Na Bwana amekuweka mahali pazuri. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtumishi kinachotupaswa kurudi kwa mtumishi ni kutoa shukrani. Tusisahau kutoa shukrani. Lakini wakati ule anataka mahali pazuri ni nani? Si wewe. Kama mtumishi anamwambia asante sana baba. Asante sana mama yangu Bwana. Kwa sababu ya kuwa kile kitu kilichotufundisha sio kukuzia. Bali Mungu alinipatia akili ya kukifanyia kazi. Mungu anafundisha na kile kitu hakifanyii kazi. Maana katika ile akili tuliyopewa na Mungu, tusipomwachia Mungu akontroli hiyo akili, shetani ataitumia. Maana kama atumia shetani atakupelekesha bila unapotaka yeye. Hautajaruka kwa sababu ya maono. Kuokoka sio kula kusomea sala ya toba tu. Kuokoka sio unakuja kanisani kila wakati. Bali kwa ajili ya kila ona unayoomba, kuna dhambi zingine hatuwezi kuziacha kwa pamoja. Bwana Yesu asifiwe. Hawezi kuondoa leo sala ya toba, Roho Mtakatifu tayari anaendelea. Akitaka kukunasa tena. Atakwambia
Kanaani. Yesu asifiwe. Na ukiangalia kwa maandiko, wale walioenda sote waliofika, kwa sababu walikuwa na tabia za Kimisri na walitolewa Misri. Wale tulipookoka, tulipojua ya kwamba huyu Yesu ni Bwana, inastahili tukaishi kwa kupatia yeye mawazo yetu, yaani tumruhusu yeye katika maisha yetu. Vile tunataka yeye akatende kwetu, tupatie ruhusa. Tukafundishwa mfano ile ya kwamba kulikuwa na mwanamke alikuwa na nyumba yake kubwa, lakini akampatia Yesu nafasi ya kwamba ataona hapa sitini. Basi kupale wezi wakaiba mambo yote pale sitini kwa salama. Bwana Yesu asifiwe. Ni kwa sababu anaruhusu Mungu peke yake. Kwa hiyo katika maisha yako usimruhusu Yesu kwa wakati mmoja tu. Usimruhusu Yesu ya kwamba niongoze kwa hapa tu. Mwambie Yesu, tawala wewe maisha yangu. Maana hapo nitawala wewe, sitaenenda vile ninavyotaka mimi. Unaponitawala wewe, shetani hatapata nafasi. Tugeuke kwa sababu ya maonyo. Tunapogeuka Mungu wetu asikia furaha. Maono haya yakuwekea wanyama. Biblia inasoma na wanyama, bali Biblia inasoma na wanadamu. Wewe unaona mbuzi akisoma Biblia? Ulimuona kuku au ng'ombe akisoma Biblia? Sisi wanadamu ndio tulipewa maono haya. Baraka ziko ndani ya Biblia na maana iko ndani ya Biblia. Baraka itakuja pale utakapoona na Mungu na ufuate yale maono. Ukubali maono, ukageuke. Kama ulikuwa na tabia mbaya ukaziache. Bwana Yesu asifiwe. Katika kila mwanadamu kuna vijitabia moja dada ulikuwa ukivipenda sana wakati haujaokoka. Ulikuwa ukikosa kila kitu kufanya mpaka sikia ya kwamba uko sawa. Najisikia ya kwamba umepungua mahali. Lakini sasa ukiokoka, ile desturi unayotaka wewe, Mungu ndio anakufanya uiache. Bwana Yesu asifiwe. Usiseme ya kwamba hii ni tabia yangu nimeinuka nayo. Usiseme ya kwamba hii ni desturi lazima nifanye hivi ndio nijisikie niko na amani. Msikilize Bwana yako anayekupatia maono. Maana kadri unapopokea maono yako, ndipo pale baraka zako zinakuja. Watabarikiwa wale wanaosikiliza neno la Mungu na kulifanyia kazi. Neno la Mungu na kulibeba mzaha. Neno la Mungu sina mzaha. Neno la Mungu sina kupeleka. Inafaa kila wakati. Tafakari. Unaposoma katika kitabu cha Zaburi 1, Daudi anasema yeye hakufurahia kukaa katika vibaraza wala kutembea katika njia ya upotaji. Alichotaka yeye ni kutafakari neno la Bwana usiku na mchana. Je, wewe unapopaziwa sauti na Mungu kupitia utumishi wako, unafanya kazi gani lile neno hilo fundishwa? Bwana Yesu asifiwe. Yule neno unapofundishwa, usilingane kama ule mfano Yesu alivyotoa ya kwamba kuna mbegu zingine zilianguka katika njia, zingine zikaanguka katika miiba na zingine zikaanguka katika mwamba. Zile mbegu zote tatu hazikufanya kazi. Ile mbegu nzuri iliyoanguka katika udongo mzuri ndio iliyozaa. Mbegu nyingine neno la Mungu unapofundishwa ni mbegu inapandwa kwako. Mungu amepanda mbegu njema ya kwamba katika kule kuishika ile mbegu ikapata kuzaa matunda. Unapenda maono ya kukubali yale maono, hautabaki jinsi ulivyo. Hautabaki katika ile kategori ya Bwana huko sasa, bali kuna kiwango Mungu anakupeleka. Tukiangalia kuna Yoshua walikuwa katikati ya ile safari ya watu ambao wana wa Israeli wanaotolewa katika nchi ya Misri, lakini wao waliingia mahali pale ambapo Mungu alipanga kuwaingiza. Wanaenda Misri ndani yao kulalamika na kutamani vyakula vya Misri, kutamani kutukuza Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Mungu nyingine nikisoma hapo wana wa Israeli walipokuambia Musa ya kwamba umetoka kule
kitabu cha Kutoka 14. Anamwambia mtumishi wa Mungu afadhali basi tubaki vile tulivyokuwa. Haina haja tumepatana na mtu mmoja tunakufa hapa jangwani. Bwana Yesu asifiwe. Mungu ndiye kufanya wewe wakati una majira umepatikana katika hekalu lake. Hana mpango mbaya na wewe. Ndiposa anatuambia katika kitabu cha Yeremia, akikubali hapa alishamnasa, lakini tumgeukie Mungu wetu. Anatuambia kwamba tunapomgeukia na kumfuata hata tuacha. Tena ninafurahia katika maandiko yake yanapotuambia ya kwamba wale wote aliopewa watakaokubali wote wataokoka, hakuna atakayepotea hata mmoja. Kwa hiyo sisi wenyewe, kwa sababu ya kuwa tutamruhusu shetani ndio tutapotea, lakini tunapokumbatia baba yetu na kumkamata kisawasawa, kumwambia kwamba hatutoki kwako mpaka pale utakapotubariki, tutaziona baraka sana, tutaona wokovu wako.